Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahishamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya Ndoo. Kujulishwa jambo muhimu. Utakuwa muwazi kwa mtu. Utajilaumu kufanya kitu fulani. Utazidisha umakini kwa mtu. Mtu kukushangaa au kuyashangaa macho yako. Kuzingatia kitu sana. Utakuwa mwenye kuyatafakari maneno ya mtu. Kuufuata ushauri mzuri. Kupuuzia jambo. Kuhisi jambo baya. Kumuotea mtu ndoto zaidi ya mara moja. Kupokelewa au kukaribishwa katika namna nzuri. Mtu kukurubuni. Ndoo. Tarajia taarifa njema zitakazo kufikia wiki ijayo. Nyota ya Mizani. Kutamani kusemeshana na mtu. Kuhitaji kununua kitu. Baadhi yenu kuwa na hali ya kutopewa nafasi. Hamu ya kitu kuisha. Utaongea na mtu kwa hisia ya uchungu moyoni. Mtu anafikiria kukuaminisha kitu. Kitu ulichokiota kitatokea kweli. Kumuongopea mtu jambo. Kusali sana. Kutumia kitu kibovu lakini utatimiza lengo lako. Kutarajia kupata kitu ulichokihitaji. Utakuwa mwenye kujiuliza kitu kila umuonapo mtu fulani. Mtu aliyekuwa mbali na wewe atafanya uwe mnyonge. Kuhofia kupoteza kitu. Nyota ya Mapacha. Kupata hali ya usumbufu kwa jambo. Kitu ulichokihofia kitakuwa sawa. Kuonesha umoja au ushirikiano na mtu. Mtu fulani kujirudi kwako kwa namna ya upendo. Kumuuliza mtu jambo ambalo huwa unaulizwa na mtu. Utayazingatia mashaka yako kwa mtu. Kujitahidi kufanya usafi sehemu ambayo inachafuka mara kwa mara. Utajilazimisha kuongea na mtu. Kuhofia mtu kujua jambo. Nyota ya Mashuke. Kumwazia mtu. Utachukizwa na mtu. Utahitaji kuwa mbali na mtu kwa muda. Kupata mrejesho wa jambo. Kusimamia kitu vizuri katika utekelezaji wake. Mipango ya familia kuwepo. Kuhisi mtu anakujadili sana. Baadhi yenu mnaweza kuamka mkiwa na kisirani. Kumgombeza mtu. Kupokea oda ya kitu. Kuchubuka au kukwaruzika sehemu ya mwili. Kuungana na mtu kwa wema. Utazembea katika utekelezaji wa jambo fulani. Kosa lenye kujirudia linaweza kupelekea tatizo kubwa. Mashuke. Kuna nguvu mbaya inayokuwinda katika namna ya shari. Hivyo unaweza kujihisi kuchoka sana. Jisafishe kwa matendo mazuri na ujikinge kwa Mola wako mlezi. Kujiepusha na uraibu fulani. Simu kupata ubovu. Nyota ya Mbuzi. Kupitia hali ya kuhitaji usaidizi kutoka kwa mtu. Kupunguza kulala sana. Kupata matokeo mazuri baada ya kufanya jambo fulani. Mtu atajirudi kwako na kukutaka radhi. Kupenda sana kulinganisha vitu. Mtu ataonesha hali ya kukupuuza kwa kuwa amejua udhaifu wako. Kupambania uhusiano wako na mtu. Mbuzi. Jipatie nafasi na amani. Tambua kuwa wewe ni wa thamani. Kila lenye heri litakufikia. Nyota ya Ng'ombe. Nguvu yako inafanya mawasiliano na mtu. Kwa kutaka kusawazisha mambo na kuyaweka sawa. Mtu atakusemesha kitu ambacho ulihitaji kumwambia. Kupitia hali ambayo hautopendezwa nayo. Utamkwepa mtu. Watu kutamani ufike sehemu. Mtu wako wa karibu kusumbuliwa na maradhi ya ndani kwa ndani. Utamuongelea mtu kwa makosa yake. Kutuliza sana hisia zako katika kufikiri na kulichanganua jambo. Utafikiria kujiondoa sehemu. Kuna safari ambayo ipo mbele yako kwa masiku yajayo. Kutaka kufanya jambo ila unasita sana. Kuhofia kupoteza. Nyota ya Punda. Kubeua sana. Upatikanaji wa kitu kuwa mgumu. Kumuonea wivu mtu.
kuijua tabia halisi ya mtu iliyojificha, kuahidi kitu, kutaka kuonana na mtu. Utakuwa na mapokeo mazuri baada ya kumwelezea mtu jambo au hitaji lako. Kusoma kitu na kukielewa zaidi. Utakuwa mnyonge kwa mtu. Kufanya mkataba na mtu au makubaliano. Kujulishwa kitu kinachotendeka sehemu. Kujirudi kwa mtu. Kuomba ya heri au hitaji lako liweze kutimia. Kufanya vingi kwa familia kwa wakati huu. Nyota ya Simba. Utabadilisha aina ya uzao. Kuhisi maumivu sehemu. Kutaka kitu ila hutaonesha hali hiyo kwa haraka. Kumpokea mtu na madhaifu yake. Hali ya kuchukiwa na watu ghafla itakuwa inakuumiza tena moyo. Kuhisi vitu vingi vinavyotendeka kwa mtu. Utapata kitu ulichokihitaji kwa muda mrefu. Kupata hali ya mfadhaiko wa jambo. Kupokea malipo ya kitu. Utajiepusha katika mambo ambayo si mazuri. Nyota ya Mshale. Kuelewa kitu. Kuelezewa jambo litakalokupa ufafanuzi mzuri. Utapanga jambo muhimu la kufanya. Kukutana na mtu sehemu usiyoitarajia. Kuomba au kuhitaji mkopo. Kufikiria kitu kabla ya kukifanya. Utaona kitu kilichojificha. Utapata hali ya mshtuko umuonapo mtu. Nyota ya Samaki. Hofu yako kuisha. Kupatiwa heshima kubwa. Kuyafanyia kazi mashtaka ya mtoto. Mtu ataonesha hali ya kukufahamu zaidi. Kutafuta kitu kwa muda mrefu. Kwa baadhi yenu mtakuwa katika mionekano ya kupendeza au kuvutia. Jambo fulani kuisha kwa haraka. Utajivunia kwa unachokimiliki. Mtu kufanya uamini kitu. Baadhi yenu kukosa hamu ya kula na kujihisi hali ya homa. Nyota ya Nge. Kuhisi hali ya kupotezewa. Kuangalia ujumbe wa mtu sana. Utakuwa mwenye hofu ya Mungu. Utamfunza mtu kuwa kuna kupata na kukosa. Mtu atajionyesha kuwa mwema kwako. Utahifadhi vitu kwa kumbukizi. Utayakataa mazoea ya mtu. Utakuwa huru kufanya kitu. Kumwazia mtoto au mtu mwenye changamoto. Kuamka sana usiku na kukosa usingizi. Nyota ya Kaa. Kuona kitu adimu kuonekana. Kuchelewa kupata ujumbe au taarifa fulani. Kukosoa kitu. Utamuwaza mtu sana. Kuachilia maumivu yaweze kutoka moyoni mwako. Kuhisi njaa sana hasa wakati wa usiku au uamkapo. Mabadiliko ya kitu yatatokea sehemu uliyopo katika utafutaji au mazingira fulani. Utapata ujumbe muhimu. Utapanga jambo muhimu la kulifanya. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe channel hii ya Ahishamshi kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.